Ndoto yote ile huwa ina gharama, na ukikimbia gharama umekimbia ndoto yako. Na nitaeleza maeneo machache gharama ambazo lazima uzilipe ili ndoto yako ikamilike. Gharama ya kwanza ya ndoto yako ili iweze kukamilika ni gharama ya kuiamini ndoto yako wakati hakuna anayeiamini. Kwenye kila pointi ya maisha yako utafika siku ambayo unaamini kitu ambacho mwingine haamini au watu wengi hawakiamini. Sasa gharama ya kwanza ambayo lazima uilipe kwenye maisha yako ni kukubali kuwa tofauti. Kukubali kutoaminika na kila mtu kwenye ndoto yako. Sio kila mtu anaona sawasawa na wewe unavyoona. Ukiweka earphone masikioni ukawa unasikiliza mziki, utaanza kucheza ule mziki kwa step yako. Lakini mimi ambaye sina earphone nitakushangaa unacheza nini, kwa sababu sisikii mziki ambao wewe unausikia. Na ndoto ndio ilivyo. Ndoto unayoiona ni wewe. Kwa hiyo utacheza mziki wa ndoto kulingana na beat ya ndoto yako. Wengine watakushangaa, wanaweza kufikiri umechanganyikiwa, lakini kumbe unasikia kitu ambacho wao hawakisikii. Usimshangae anayekushangaa kwa sababu hasikii kile ambacho wewe unakisikia. Sasa ukishaijua ndoto yako, ukiamini, maana lazima ukubali kwamba mimi sitaeleweka, na ni jambo la kawaida. Na tafiti zinaonyesha kwamba watu wengi unapoanza kufanya jambo lolote, 25% watakupinga. Kwenye 25% wataungana na wewe. 50% watakuwa neutral, wanasubiri ufanikiwe ndio wakuunge mkono. Kwa lazima ukubali kulipa gharama ya kueleweka kwenye ndoto yako, ya kuaminiwa ndoto yako. Hiyo gharama lazima ulipe. Gharama ya pili, lazima ulipe gharama ya kujifunza. Kutamani peke yake hakuwezi kukufanya wewe kuwa mtu bora katika unachokifanya. Tamani. Hata mimi natamani ningeweza kuendesha ndege, lakini ili niwe dereva wa ndege, pilot, kuna masaa natakiwa kurusha ndege, na hiyo gharama mpaka nisome. Naona hiyo ndoto niachane nayo tu. Gharama ya kujifunza, ya kuinvest kwenye learning process, ile ndio inakufanya wewe expert kwenye eneo lako. Mtaalamu mmoja anaitwa Gladwell anasema unahitaji masaa 10,000 kuwa mtaalamu kwenye eneo ulilolichagua. Masaa 10,000 maana yake utumie average angalau ya lisali 1.5 kujifunza jambo fulani kwa miaka 5 mfululizo bila kuacha siku yoyote, ndio unakuwa expert. Mimi nilikuwa naendesha semina hizi sana, na nyinyi wote mnafahamu. Nilikuwa nashangaa mtu anakuja unamwambia semina shilingi fulani, hiyo bei ghali sana. Lakini hela hiyo anaweza kununua kiatu, anaweza kwenda kula chakula ikaisha. Lakini kutafuta maarifa anapata shida. Lakini leo namwambia mtu tu bana, hii ina gharimu kiasi, unauza, umepewa bure, toa bure. Haya, chukua bure na kupatikana basi. Kosi ya 3 na ya mwisho kwa leo. Unapokuwa unakimbia au unatafuta malengo yako yoyote kwenye maisha yako, build character. Tabia ndio ina define jina lako. Likitaja jina lako afu mtu akisema jamani tapeli, achana naye kabisa. Sio kwa watu wa namna hiyo. Mtu mwingine akitaja wewe huyu jamaa alipagi madeni, usisubutu kumkopesha. Huyu jamaa yuko serious, hata kupotezea muda. Your name is number 1 asset kwenye mafanikio ya maisha. Kwa sababu kuna watu leo majina ya baba zao yamewafungulia milango, na kuna watu majina ya baba zao ukoo zao yamewafungia milango. Siku zote kumbuka hii formula. Jina lako huwa linatangulia kabla ya wewe mwenyewe. Na ndio maana kuna maeneo mengi utajadiliwa jina lako bila wewe mwenyewe kuwepo, na watu watafanya maamuzi kwa jina lako kuwekwa mezani. Sasa build character kiwango ambacho jina lako likiwekwa mezani kuwe na wengi wako kutetea na kusemea vizuri kuliko wanaokusema vibaya. Sema heri jina jema kuliko hata dhahabu. Yaani mtu anayefanya biashara ya dhahabu anaweza akapata hasara, lakini sio mtu mwenye biashara ya kuuza jina lake. Ndio maana hata ukijuana na mtu mwenye jina kubwa, huwa unatamani kila mtu ajue kwamba unajuana naye. Simu ikiita ulikuwa unaweza kupokea hivi, lakini lazima uonyeshe ananipigia ngoja nikaongee kwanza. Unataka ujue watu kwamba wanamfahamu huyo mtu na wewe unafahamiana. Jina kinachokujivunia pale ni nini? Jina. Niko tayari sio kuzindua au kufanya nini.